Karibu shangazi. Asante. Nimekuja kukusikiliza vipi kuhusu swala lako la kuoa. Maana tumekupa muda mrefu ushughulikie hilo swala. Mpaka sasa tunaona kimya. Unajua kabisa kampuni hauwezi kuimiliki ile kama ukiwa hujaoa. Na ile kampuni imekaa muda mrefu sana haina mkurugenzi. Na unajua kabisa uwezo kukaa kwenye kile kiti cha mkurugenzi kabla hujaoa. Na mpaka sasa sijui umefikia wapi. Mimi nadhani shangazi, hili jambo litakwenda kukamilika muda sio mrefu. Nadhani nilishakwambia mara kadhaa tu kwamba kwa upande wangu mimi maandalizi ya kila kitu yamekamilika. Isipokuwa kinachochelewesha ni kwa upande wao. Lakini muda sio mrefu nilikuwa nawasiliana kidogo na mzee wa yule binti. Kwa hata wao maandalizi yao sasa hivi yanaelekea mwisho. Kwa hiyo tuvute subra kidogo tu. Hapana Ramshi. Tumekupa muda mrefu sana. Hatuoni maandalizi yote wewe kutaka kuoa. Ni muda sasa kampuni haina mkurugenzi. Unataka kampuni ifilisike? Sasa nakwambia hivi. Hatuna muda tena wa kukupa wewe, kukusubiria uoe. Na hiyo kampuni itaenda kuwa chini ya dada yako. Kwa sababu dada yako ameolewa. Na unajua kabisa marehemu babako aliacha maagizo gani? Ambaye ni kaka yangu mimi. Hamna mtu yote kusimamia kile kiti cha ukurugenzi kama huna ndoa. Shangazi, inawezekana vipi? Inawezekana vipi kampuni yakabidhiwe mtoto wa kike? Haiwezekani shangazi. Ni kweli yule mimi dada yangu. Lakini haiwezekani kampuni apewe dada yangu. Kweli? Huoni kama kila kitu kitakuwa chini ya mumewe? Hataka tupoteze mali? Shangazi, maamuzi ambayo mtataka kuyafanya yatakwenda kutugharimu. Tutakwenda kupoteza kila kitu. Yule ni mtoto wa kike. Tusije tukachukua kampuni, mali ambazo tumekabidhiwa na wazazi wetu, tukaenda kuzitoa sadaka. Shangazi, why? Tutakwenda tukatengeneze power kwa mumewe. Naombeni mnipe muda kidogo tu shangazi. Hili jambo linakwenda kukamilika. Mimi nitaoa. Mimi naoa shangazi. Mimi sioni kama ni maamuzi sahihi shangazi. Jaribuni kutafakari kwa kina. Hizo ni sheria. Na siwezi kukeuka sheria alizoziacha marehemu kaka yangu. Na wewe unalijua hilo. Utaki, usitaki, ndio itakavyokuwa. Nikutakie siku njema. Visheti 100. Visheti 100. Mama visheti anapita visheti 100. Visheti 100. Haya wale wa visheti. Visheti 100, visheti vitamu hivyo. Vimeungwa nazi, iriki na sukari. Visheti 100, visheti vya nazi hivyo. Kipi mwanangu, mbona furahi hivi? Mama, huwezi kuamini leo nimefaulu mtihani yangu, nimepata zote. Wacha wewe. Mko wangapi? Wa kwanza. Wow, Mwenyezi Mungu nikushukuru. Mungu akuongokee hivyo hivyo binti yangu. Soma kwa bidii, sawa mama?
Mungu akujalie binti yangu wewe. Haya sawa basi nenda nyumbani. Ukifika uoshe vyombo, ukianza kuosha vyombo uanze kupika. Tena ufanye haraka babako asije akakuta chakula bado pale nyumbani. Sio unajua kishaloga mpombe yake. Mimi naenda hivi mtaa kwa grama nani hapa na kumaliza biashara zangu ninarudi sawa? Sawa. Mama na ufanye haraka. Haya mwanangu. Sasa hivi narudi kumalizia kwa manani yule pale tu yule shijani yetu yule. Haya bye. Haya. Tayari umeshamwandalia? Nishamwandalia uji na baadhi ya nguo kwa ajili ya kwenda kumbadilisha kwa hospitalini wangu. Sawa basi, wacha mimi niwahi kwa sababu muda umeenda sana. Karibu. Za asubuhi. Salama kwema? Vipi, umeshaenda kumwona Viola? Nataka nitoke sasa hivi. Mke wangu alikuwa anamwandalia uji pamoja na nguo za kwenda kumbadilisha kama akihitajika badilishe nguo. Anamwandalia uji? Sikia nikwambie kitu. Kama kuna kitu chochote ambacho mke wako ameandaa kwa ajili ya Viola, mimi naomba tu viache hapo tuondoke. Kwa sababu sidhani kama huyu ana mapenzi yake kwa yule mtoto. Mpaka amke asubuhi kumwandalia uji. Sio kweli. Kwani wewe dada, una shida gani na mimi? Yaani mimi muandalia uji mwanangu ili aende akanywe uji apate nafuu, wewe unaweza kusema uji mimi. Wewe si uji mimi nimeweka kitu gani labda? Mbona wampenda vipi sana kwenye malezi yangu? Yaani asubuhi yote umetoka huko ulikotoka unakuja majumba watu unaweza kuongea maneno ajabu. Kwa nini shida gani na mimi? Tuna beef mimi na wewe? Au ni mke mwenzangu nakosa kuelewa? Sikutaka kabisa kuongea na wewe leo. Ila kwa kuwa umetaka, acha nikujibu. Mimi sina shida na wewe. Wala sina pingamizi lolote kwenye malezi yako. Isipokuwa tu sina imani na wewe hata robo kuhusu Viola. Au ikitokea labda kwa mfano nimekwambia unywe huo uji ulioandaa, utakunywa? Una maana gani labda? Hauoni nesi nimewekani katika huo uji? Umeona? Ndio maana sijataka kuongea na wewe. Kwa sababu unajua swali lolote nitakalo kuuliza hutoweza kulijibu. Muda wangu wa kufanya hivyo bado. Lakini pole. Maana unacheza michezo ya hatari alafu uko makini hata kidogo. Kwani kuna shida gani? Mbona siwaelewi? Muda bado. Ila kama unataka mtoto wako wa Viola aendelee kuishi kwenye huu uso wa dunia, weka hayo madude chini tuondoke. Kama shida ni uji, sijui nguo za kubadilisha, nitamwandalia mimi. Kwa sababu tangu jana mimi ndo najua anakula nini na anavaa nini. Mfu bebe koje yani. Yaani kila kitu yani anaanza kuharibu tu mipango yangu. Kijungu. Sikia nikwambie. Kuna sehemu naenda. Ila baada ya nusu saa naomba kuonana na muongezi na wewe.
nimekuita hapa kwa jambo moja tu. Jambo hili moja tu. Nahitaji kujua umefikia wapi. Alafu kitu ambacho hukijui Mr. Kaboza, mimi nina uwezo wa kuoa mwanamke yoyote yule. Alafu ni mahali popote pale. Yaani nina uwezo wa kuchukua mwanamke mahali popote pale nikaoa. Lakini ninachokihitaji mimi kwenye maisha yangu ni kuoa mwanamke ambaye mimi nampenda. Kaboza, mimi nina vitu vingi sana vya thamani, lakini nina mali pia. Kwa hiyo ili mali zangu ziweze kuendelea vizuri, zinatakiwa zipate wasimamizi waliokuwa bora. Na ndio maana nikahitaji kumuoa binti yako. Binti yako mimi ni mwanamke ambaye nampenda sana. Kwa hiyo nahitaji kufahamu ni wapi umefikia. Usijali sana Mr. Lamshi. Kuhusu swala lako linakwenda vizuri. Ila isipokuwa tu kwamba kuna matatizo kidogo yametokea. Na ndio yamepelekea hili jambo kidogo limekuwa limeleta shida. Na kuhusu hili jambo mpaka sasa hivi mimi naamini linakwenda kuwa vizuri zaidi. Ila shida imekuja kuwa moja tu. Mama wa yule binti anaumwa. Alipata na shida kidogo. Kuacha shida ambayo alionayo sasa hivi ya macho. Tayari hapa katikati tena kutokea na shida kama amepata ajali. Kwa hiyo hicho ndio kimepelekea mpaka sasa hivi hili jambo likawa halijaendelea tena zaidi. Lakini pia vile vile kuhusu binti nimeshamalizana naye. Shida hakuna wala shaka hakuna. Kuhusu hili jambo limekaa sawa. Na ninaamini litaisha. Ila ni kuahidi kitu kimoja tu. Nipe siku hizi 3. Kila kitu kitakaa sawa na mke utampata. Unajua Mr. Kaboza, yani wewe kama ungekuwa ni mtu wa mambo ya filamu, imani yangu inaniambia kabisa kwamba ungekuwa ni director mmoja mzuri sana. Kaboza, mimi sio mtoto mdogo. Usinifanye mimi mtoto. Mimi sio mjinga. Kaboza, unanidanganya mimi? Unanidanganya mimi kweli? Yaani ndani ya nyumba yangu umekalia kiti changu. Unanidanganya mimi? Kaboza, mimi nadhani wewe unijui. Kaboza, usitaki kujisaurisha. Una milioni 10 wewe nilikupa ili uliharakishe hili jambo. Leo hii Kaboza unajaribu kunidanganya tena ndani ya nyumba yangu. Serious? Nakupa wiki moja tu. Kama hujalikamilisha hili jambo, nahitaji urejeshe milioni 10 yangu. Kaboza, usihitaji nikuonyeshe upande wa pili wa sura yangu. Naomba tusifikie huko. 1 week. Ili jambo nahitaji leo limeisha. Sitakudai milioni 10 tu. Unakumbuka Kaboza, nje ya milioni 10 umechukua chenche zangu nyingi. Kuwa makini. Nadhani umenielewa.
Mr. Lamshi, mimi naona haina sababu ya kuweza kufikia huko ambako umefikia kwa sasa. Nisikilize nikwambie. Mimi nilishamaliza. Unachotaka ukakizungumza ni hadithi tu. Get out. Basi naomba nisikilize. Kijungu, leo nimekuja hapa, nina kazi mpya nataka nikupe. Nisikize kwa makini sana. Kuna binti ananifuatilia sana katika maisha yangu na hata sijui katokea wapi. Maana mtu ambaye kaingia kwenye maisha yangu ghafla tu. Unakumbuka ile tuliyopanga jana kwamba nimtilie sumu yule mtu ile mume wangu anaenda hospitali akamuue. Cha ajabu, yule binti sijui hata katokea wapi. Mume wangu anataka kuondoka tu na ule uji. Yule binti kaingia. Karibu mpango wote yani. Sasa, kazi ninayotaka ufanye sasa hivi ni umfuatilie yule binti, umpige mpaka akome kufuatilia maisha yangu. Zai, mimi 26 unajua. Namba yangu inaruhusu kusebenza popote pale. Kwa hiyo mimi muda wote nasubiria kazi, kazi ikija mimi nafanya. Kwa hiyo dakika za mwisho wewe nipe kazi. Alafu niambie location nini na nini. Mimi nitaenda nitafanya kazi na dakika za mwisho kila kitu kitakuwa sawa. Yule binti nishamfuatilia na kuna baadhi ya picha zake nimezipata. Nataka umfanyie kazi mara moja. Mara siishi kwa amani kuhusu yule binti. Ananifuatilia sana katika maisha yangu. Kwa hiyo nitakupa picha zake. Baridi sasa. Wewe kama ushapata picha zake nionyeshe, alafu dakika za mwisho mimi nianze kazi. Kwa hiyo demu mwenyewe unasema nimkamate, nimpige, nimpe adhabu, mpaka yani ndio huyo. Binti mwenyewe ndio huyo. Yaani nataka mumpate, mumpige mpaka akome kufuatilia tena maisha yangu. Maana yeye ndo analibeba mipango yangu yote. Kama nikufanikiwa, ningekuwa tayari nimeshafanikiwa. Oya. Wewe unaleta ushamba unajua Zai. Wewe unaleta ushamba ujue. Oya huyu mimi sister yangu, afu dakika za mwisho nataka kuniambia kwamba eti mimi nije ni wewe hivi unanichukuliaje? Yeye anataka kufanya ubaya hadi kwenye familia yangu. Wewe mpuzi nini? Oya. Acha kuleta ushamba wewe. Bora nini? Hebu shika kidogoli chako. Kwanza mimi nikushukuru sana kwa msaada wako. Kiukweli umemsaidia sana mtoto wangu. Unajua muda mwingine nakaa nafikiria nawaza kama ingalikuwa sio wewe, sasa hivi mwanangu ungekuwa na hali gani? Hongera sana katika hilo. Mimi sina cha kukulipa, ila naamini Mwenyezi Mungu atakulipa katika ile ambalo umelifanya. Usijali bwana, ni kawaida. Ila mimi ningependa nikusisitize kitu. Inabidi uwe makini sana kumwangalia Viola. Kwa sababu nimeshuhudia yule mtoto akifanywa mambo mengi sana. Tena mengine ni ya ukatili, alafu ni makubwa kuliko hata umri wake. Kiasi kwamba usipokuwa makini, unaweza ukaja kumpoteza yule mtoto
au anaweza kakutwa na kitu kibaya afu ukamtafuta mchawi ni nani. Nitalifanyia kazi hilo. Nitahakikisha sasa hivi nakuwa makini sana kumwangalia yule mtoto. Vipi hali ya mama yako, naye anaendeleaje? Mama kwa sasa hivi anaendelea vizuri, lakini pia nahisi jioni ataruhusiwa kwa sababu hakuumia sana, ni alipata majeraha madogo tu. Ila samani, kuna kitu nataka nikuulize. Unaweza tu kuniuliza, kuwa huru. Mama yake na Viola yuko wapi? Maana nakumbuka Viola aliniambia kwamba yule sio mama yake mzazi na hajui mama yake mzazi alipo. Ni kweli yule sio mama yake mzazi, ila hata mimi pia sijui mama yake mzazi ni wapi alipo. Unajua Viola amepitia maisha magumu sana. Historia yake ni ndefu alafu inasikitisha. Siku nikipata muda mzuri, naamini tutakaa chini tutaongea na kila kitu nitakuelezea jinsi ilivyokuwa. Sawa, basi hamna shida. Mimi nahisi hapa tutaonana tena kesho. Ndio nitakuja kumuona Viola. Karibu sana. Muda wote unakaribishwa. Jisikie huru. Muda utakotaka kuja unakaribishwa. Ila nisalimie pia na wewe mamako. Zimefika, atasikia. Basi sawa, kuwa makini. Sawa, acha basi mimi niwahi hospitali. Neema, mimi naomba nikuombe kitu kimoja leo. Na nimeiona hii, sina budi kufanya hiki ambacho nahitaji kukifanya. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba kitu kimoja. Kulingana na tayari mimi maji yamefika kwa shingo na sina jinsi. Nilikuwa nakuomba tuweze kuuza ile nyumba ili kwa ajili ya kujikwamua mimi matatizo ambayo tayari nimeshapata kwa sasa. Maana nimeangalia kila njia, nimeona siwezi kufanya chochote na tayari watu wameshanikalia kooni. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba basi, kama hutojali, naomba niridhie tuweze kuuza ile nyumba ili nimalize tatizo ambalo tayari lipo katika uso wangu. Mr. Kaboza, hilo jambo halitawezekana. Kumbuka ulienda benki kukopa pesa ili unijengee mimi. Na sasa unataka tena tuuze nyumba ili ukalipe hizo pesa benki. Kwa kweli haitawezekana. Wewe pambana tu, tafuta namna yoyote utakayofanya wewe uweze kurejesha pesa ya watu. Mpenzi wangu Neema, hebu naomba unielewe basi. Mimi nimefanya mangapi juu yako? Ni kipi ambacho ulikuwa ukikitaka kwangu mimi sitekelezi? Kwa nini wewe ushindwe kutekeleza hiki ambacho mimi nakihitaji kwa sasa? Nimekwambia haya ni matatizo tu ambayo tayari ameshanikuta. Sasa kama ni matatizo amenikuta na tayari ninaamini kabisa kwamba kupitia haya matatizo nikiuza ile nyumba haya matatizo yataisha. Kwa nini unashindwa kunielewa? Kama swala la nyumba, mimi nitafanya tena jitihada zingine ili niweze kujua jinsi gani naweza nikakusaidia kupata nyumba nyingine. Kama nimeweza kupata ile nyumba na nikakujengea, vipi nishindwe kutengeneza nyumba nyingine? Hebu naomba basi unielewe hiki ninachokwambia. Mimi nipo kwenye wakati mgumu. Au unataka kuona mimi nikiwa nimefungwa? Au unahitaji kusikia mimi tayari nikiwa sasa nafia jela? Naomba mpenzi wangu nielewe kwa hiki. Niridhie tuweze kuuza ile nyumba ili nijikwamue mimi ya matatizo. Wewe ni mtoto wa kiume. Kama ulivyopambana mwanzoni na sasa nadhani unaweza kupambana tena na ukarejesha pesa ya watu. Ila kuuza nyumba yangu haitawezekana. Neema, hebu naomba unielewe basi. Kwani unashindwa kunielewa? Ina maana unashindwa kabisa kuniamini na hiki ambacho nazungumza. Unaona safi tu. Yaani unanijibu hivyo ambavyo tayari wewe unaamua kunijibu. Kweli Neema? Okay basi sawa. Kama unaona haina jinsi ya kuweza kunisaidia mimi na umeridhika kwamba mimi sasa nikafungwe, basi sawa. Tafanyaje? Haina shida. Sawa, ngoja mimi niwahi. Kuna sehemu nilikuwa naelekea mara moja. Okay poa. Wewe fanya hivyo ambavyo unafanya, lakini naomba utambue kuwa mimi leo jioni nitakuja nyumbani. Sawa, karibu.
Naendeleaje? Sitaki mama, naomba uniache. Zai, kuna sehemu unamkosea sana huyu mtoto. Ukiona mpaka na kukataa kiasi hichi, ujue kabisa kwamba mambo ambayo unayomfanyia sio mazuri kwake. Kwa hiyo, nakuomba sana, jaribu kurekebisha hizo tabia zako. La sivyo, tunaweza kuchukiana humu ndani. Hivi binti yangu, ulichokifanya kwa kweli mimi sijapendezwa nacho kabisa. Uliona hakuna namna nyingine yote ya kufanya mpaka uchukue maamuzi yale ya kumuumiza babako? Ona sasa, ukanitoa mimi hapa ndani mkuku kunipeleka huko, kanitelekeza nikapata ajali mbaya karibia nife. Kwani ulifanya hivyo binti yangu? Mambo mengine ndio utumia akili, sio nguvu tu. Unaweza kuona kama unatatua tatizo lakini kumbe unaongeza tatizo mwanangu. Usirudie tena kufanya vitu kwa vya namna hiyo. Sijui unanisikia? Mimi nimekuelewa mama. Lakini naomba unisamehe sana. Mimi sikufanya vile kwa lengo baya. Lengo langu lilikuwa kukusaidia wewe. Kwa sababu baba nilijaribu kumzuia lakini ikashindikana. Na kwa wakati ule mimi sikuwa na njia nyingine ya kufanya zaidi ya ile. Naomba unisamehe sana mama. Mama Epi, mimi nadhani sina mengi ya kuzungumza zaidi, kwa sababu swala la binti yako Epi, mimi nakulaumu wewe. Yaani huu mzigo huwezi ukaukwepa. Kitu alichokifanya Epi ni kitendo chenye dharau kubwa kwa mimi baba yake. Epi sio kunifanyia mimi vile alivyofanya. Huyu Happy sio kunifanyia mimi kituko ambacho alikifanya hapa siku. Haya, ningekufa hapa ingekuwaje? Ndio maana nasema Happy umemfanya wewe awe na jeuri kubwa na kuto kuniheshimu mimi kama baba yake. Maana Happy angekuwa na adabu na heshima, angeniheshimu na kunisikiliza na singefanya tukio kama lile alilofanya siku ile. Lakini yote ni kwa sababu yako wewe. Ungekuwa unampa malezi mazuri kama niliyompa mimi na akaweza kuniheshimu mimi kama baba yake, asingefanya tukio kama hili. Ila kwa kuwa wewe ukao unaridhika na mambo mengine yote, ndio maana Happy ana heshima na mimi. Kwa mimi sina mwingine naweza kumlaumu tofauti yako wewe mke wangu. Happy, unasikia babako anavyoongea? Na kuomba mwanangu, muombe msamaha haraka sana babako. Kilichomfanyia kile sio kizuri. Ameumia. Mungu muombe msamaha. Umenielewa hivi? Yaani mama, katika vitu ambavyo siwezi kufanya ni kumomba msamaha huyu mzee. Kwani yeye ni mara ngapi anakupiga humu ndani? Basi tuache hizo siku zote zilizopita. Hapo alivyokupiga amekuomba msamaha? Mimi binafsi sioni sababu ya kufanya hivyo. Maana mimi nimefanya kwa ajili ya kukusaidia wewe mama yangu. Na kitu kingine, mimi siwezi kumomba huyu msamaha kwa sababu hizi ni tabia zake za kila siku, na mimi popote nitakapomkuta anajaribu kukudhuru wewe mama yangu, nitamfanya kile ninachoweza kwa ajili ya usalama wako.
Miaka sasa imepita tangu tumzike baba, ndo chanzo cha kuwa na vita, ndugu kuwana. Wapo waloshika mapanga, wapo waloenda kwa waganga, nyumbani ndo ikawa vita, ikabidi tuyame kaya. Kwa malezi kulia kwa bibi oyae, bibi hajiwezi, wala ugonjwa ukampa, mwili wake kupoza, maumivu yakanivaa, nikaisi msiba umenifika. Hata ndugu wa karibu hakutaka kuja kumwona. Ndugu wabaya, ndugu wabaya, ndugu wabaya, Machozi hayaniishi tangu nimzike bibi, sina rafiki ndugu wa karibu wa kunifariji, nikamia Dar es Salaam kuja kusaka tonge kama jini.